kia kuitwa nasa uti yako nikasafiwe kwa damu yaku gikwa kwako nasi kia kuitwa nasa uti yako Yesu nikasafiwe kwa damu yaku gikwa kwako nimesogea mtini pako Yesu ni safi kwa damu yaku gikwa kwako nimesogea chini pako ni safi kwa damu yaku gikwa kwako. Asifiwe Bwana wa mabwana na kutukuzwa, atukuzwe yeye milele hata milele. Yesu Kristo wa Nazareti, anayekupenda, anayetupenda, anayetujua, anayeweza kuponya, anayeweza kubariki, anayeweza kutakasa, anayeweza kufariji na maumivu na uchungu vikaondolewa, anayeweza kutia moyo, anayeweza kusamehe maovu, dhambi zote. Yesu wa Nazareti, na damu ile ya msalaba na uweza ule wa kufufuka unatufufua, unatuweka hai na kushangilia. Tutashangilia katika Bwana. Haleluya. Bwana akubariki, Bwana akupe mashangilio katika Jumapili hii tena, japo bado tunaendelea kuona wengine wako katika machozi sana na ndugu zao waliofariki katika mambo yaliyotupata. Sasa ni saa ya kuendelea kumwambia Bwana, fanya jambo jipya, fanya jambo jipya. Bwana, timiza yale maandiko, timiza lile neno lako, na Yesu mwema atakujaza, atakusaidia. Yupo pamoja nasi, hajatuacha taifa hili, hajakuacha maisha yako. Muamini tu, mfuate tu, mtegemee, ni mwaminifu sana. Baba, katika jina la Yesu, asante, asante. Asante kwa pendo lako, asante kwa huruma zako, asante kwa kuwa unatuona, asante kwa kuwa unatujua, asante kwa ajili ya msikilizaji, mtoto wako, mtumishi wako. Bwana, mbariki, mponye, mlinde, mjaze na nguvu na uwezo, akuone, akusikie, akujue, alitukumikie jina lako na alifuate na alisifu hilo jina. Shauri la Bwana likatimizwe, mapenzi yako yakatimizwe kwetu tena Jehova Bwana, katika jina la Yesu. Tubariki Roho, tuongoze katika ujumbe wa neno hili, tufundishe, tufunulie mwenyewe. Ninaomba Baba katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Karibu tupate ujumbe, chakula cha Roho kitakachoendelea kutujenga, kutusaidia, kutufunulia na kututia nguvu katika maisha yote ya kiroho na ya kimwili tunaishi katika dunia hii. Basi asubuhi hii katika Jumapili hii njema, pokea neno la uzima, na kichwa cha somo ni hiki: kiongozi anayeongozwa na maandiko matakatifu ya Mungu. Kiongozi anayeongozwa na maandiko matakatifu ya Mungu. Neno hilo kiongozi, anza kulitafakari kuanzia wewe, mimi, kuanzia wewe unayesikiliza, kuanzia wewe hapo ulipo, kwenye ndoa, nyumbani, kwenye boma, kwenye ukoo, kwenye kanisa, kwenye taifa, kwenye serikali, popote hapo ulipo kwenye jamii, kwamba wewe ni kiongozi. Ni kiongozi, unapaswa uongoze watu wafike mahali. Kila mtu ni kiongozi. Mungu amemweka kila mtu kwa nafasi yake katika dunia hii, na Biblia itatueleza yenyewe hapa mambo makubwa juu ya viongozi kwa kila eneo, kwa kila mahali. Anasema katika Zaburi ile ya 2, nitaanzia hapo, alafu nitaenda kwenye Isaya, nitaenda kwenye maandiko mengine pia kusoma.
Zaburi sura ile ya pili mstari wa 10. Zaburi sura ya pili mstari wa 10. Kiongozi anayeongozwa na maandiko matakatifu. Kiongozi anayeongozwa na maandiko matakatifu, huyo ndiye kiongozi hasa anaweza kutenda haki, hasa ambaye anaweza kumfurahisha Mungu. Basi twende tuone neno la Mungu. Anasema katika mstari wa 10, na sasa enyi wafalme. Wanataja wafalme, ni viongozi hawa, ni watawala. Enyi wafalme, fanyeni akili. Fanyeni akili, sio upumbavu, sio ujinga, bali akili. Enyi waamuzi wa dunia. Waamuzi wanatajwa hapo. Mahakimu. Watu wa sheria hao wanatajwa hapo, wenye kushika sheria. Enyi waamuzi wa dunia, mwadibishwe. Mtumikieni Bwana. Agizo ni kumtumikia Bwana aliyewaweka na aliyeliweka taifa na nchi na familia na jamaa. Anasema mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka, shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira, asije akafanya hasira, nanyi mkapotea njiani, kwa kuwa hasira yake itawaka upesi. Heri wote wanaomkimbilia. Amen. Heri wote wanaomkimbilia. Kiongozi anayeweza kuwa bora na mwenye haki na mwenye kutimiza mapenzi ya Mungu, ni yule ambaye ataongozwa na maandiko matakatifu yanayotoka katika Biblia. Maandiko haya matakatifu ambayo Mungu aliyaleta mwanzo kabisa, kuliko kitabu kingine chochote au kuliko kitu kingine chochote. Sauti ya Bwana ilianza kusema kabla ya andiko lingine lolote kwenye dunia. Haya yalinenwa, haya yalitamkwa, haya yalianza kuwepo. Na ndipo anatufundisha hapa kwa habari ya wafalme, wahukumu, watu wa sheria, mahakimu. Na niseme basi mfalme, kuna ufalme wa kiroho, kuna ufalme wa kisiasa au wa kidunia wa kawaida. Hapo tunasema habari ya mfalme. Tukisema mfalme maana yake kiongozi, mtawala na kiongozi. Sawa? Anasema na sasa enyi wafalme, fanyeni akili. Kiongozi na mfalme anapaswa kuwa na akili, afanye akili au afanye kwa akili, asifanye kwa upumbavu, asifanye kwa ubaya, asifanye kinyume, afanye kwa kutumia akili alizopewa na Mungu. Mungu aliyeweka uongozi, Mungu aliyeweka vitu vyote, afanye kwa akili. Bwana anaagiza enyi wafalme, na sasa enyi wafalme, fanyeni akili. Enyi waamuzi wa dunia, mwadhibiwe. Enyi waamuzi, wanatajwa wafalme na waamuzi, wanasheria, mahakimu na viongozi, watawala. Hapo nimesema kumbuka kiongozi, maana yake hata kwenye ndoa, wewe baba ni kiongozi, wewe ni kichwa cha nyumba, wewe ni mfalme hapo kwenye ndoa. Wewe mama ni kiongozi hapo kwenye hiyo nyumba, kwenye hiyo familia. Popote ulipo kijana, shuleni hapo kijana, wewe shuleni hapo ni kiongozi, wewe ni mfalme. Na hasa ukiwa na mfalme aliyekuumba. Yesu Kristo ni mfalme, Mungu ni mfalme wa wafalme. Kwa hiyo ukiwa naye ndani yake, basi wewe ni kiongozi, unapaswa kuongoza, unapaswa kutumia akili, unapaswa kutumia busara, akili zinazostahili, zinazotakiwa. Alafu anasema enyi waamuzi wa dunia, mwadhibiwe. Anasema mwadibiwe, sio kuadhibiwa. Anasema fanyeni akili. Enyi waamuzi, enyi wafalme, enyi waamuzi, enyi wafalme, watawala, wanapaswa kutumia akili. Akili aliyoiweka Mungu, sio akili ya dunia. Sababu kuna akili ya dunia, kuna akili ya kimungu. Biblia inasema kuna akili za moyoni, akili za moyoni, akili ya moyoni. Kuwa na akili ya moyoni, ndipo tunaweza kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kiongozi anayeongozwa na maandiko matakatifu, ndiye anaweza kutimiza mapenzi ya Mungu, ndiye anaweza kufanya ambayo yatampendeza Mungu, ndiye anayeweza kutenda haki. Kama aongozwi na maandiko matakatifu, atajiongoza kwa akili zake, atajiongoza kwa maamuzi yake, ataamua hukumu isiyo ya haki, kwa sababu hajui Mungu amesema nini juu ya kuhukumu. Haleluya. Ngoja utaona tutakaposoma mahali pengine katika Kumbukumbu la Torati.
juu ya hukumu ya haki. Na kwenye Isaya anasema mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Anaagiza tumtumikie Bwana. Wafalme, waamuzi mnaagizwa, mahakimu mnaagizwa, viongozi, yeyote mtu uliyeko duniani lazima utumie maandiko ya Biblia, ndipo utaweza kuishi na watu, ndipo utaweza kuwatendea watu haki, ndipo utaweza kuwasaidia watu, ndipo utampendeza Mungu aliyekuumba na aliyekupa hiyo nafasi. Kama ni Mungu amekupa hapo ulipo, kama umepewa na Mungu hiyo nafasi, utafata maandiko. Kama uyafati maandiko matakatifu, manake wewe umejiweka, wewe unaongozwa na dunia na vitu vingine, na uwezi kumpendeza Mungu, na hukumu mbaya itakuja. Kama anavyosema, na anasema mtumikieni Bwana, mshangilieni Bwana, tetemekeni mbele za Bwana. Sio kutetemeka mbele za watu, sio kutetemeka mbele za dunia. Tetemekeni mbele za Bwana, tetemeka mbele za Mungu na kumtumikia. Tumikie Bwana, sio kuitumikia dunia. Wafalme, watawala, kiongozi yoyote, wewe sio kuitumikia dunia wala watumiki wanadamu, unapaswa kumtumikia Mungu. Sasa hapa ndipo wengi wamepotea. Unajua, watu wanafikiri wanaishi kwenye hii dunia tu, wanafanya kwa kiburi na jeuri na kwa kutesa wengine na kuumiza wengine, ni kwa sababu hawajui wanachokifanya. Ingekuwa wamejua kwamba wamewekwa na au kwamba wanapaswa kufuata maandiko matakatifu, Mungu amesema nini, basi wangekaa hapo, wangefanya kwa kutetemeka, tena wakijua wanamtumikia Mungu na wala si mwanadamu. Haleluya! Anasema shikeni yaliyo bora, shikeni yaliyo bora. Yaani maana yake pokeeni mafundisho, au mbusuni mwana, pokea mafundisho ya kimungu ili uweze kuwa kiongozi safi. Maana hilo neno shikeni yaliyo bora, maana yake nyingine ni kwamba ni kupokea mafundisho ya wapi? Ya kimungu, ili uweze kuwaongoza watu, kuwafundisha watu, kuwaelekeza watu kwenye ndoa, kwenye boma, kwenye wenyekiti wako, kwenye kila eneo mahali ulipo, lazima uwe na mafundisho ya kimbingu. Haleluya! Shikeni yaliyo bora, usishike yaliyo maovu, mabaya, bali yaliyo bora, ili utende watu mambo bora, uwe na uongozi bora. Uongozi bora utatokana na maandiko matakatifu, unatokana na mtu aliyejazwa neno la Mungu. Haleluya! Kama una neno la Mungu, utakuwa kiongozi asiye bora, mbovu. Utatenda yasiyo haki, utaonea, utatesa, utavuruga. Anasema shikeni yaliyo bora asije akafanya hasira. Mungu anaweza kufanya hasira kama hatutafanya yaliyo bora, kama hatutafanya kwa akili, kama hatutafanya kwa kumpendeza Mungu. Anakasirika. Na anasema asije akakasirika nanyi mkapotea njiani. Kuna kupotea, utapotezwa. Mungu ataacha, utapotea, utapoteza watu. Kiongozi akipotea na watu wanapotea. Yesu anasema kipofu hawezi kumwongoza kipofu. Kwa hiyo ukienda bila maongozi ya Roho wa Mungu, bila maandiko matakatifu, maana yake ni kipofu na utatumbukiza watu shimoni, utapoteza watu. Anasema msije mkapotea njiani, kwa kuwa hasira yake itawaka upesi. Kwa kuwa hasira ya Mungu itawaka upesi. Inawaka juu ya falme, watawala, watu wanaoongoza bila neno lake, wanaoongoza kwa makusudi yao wenyewe, kwa mipango yao wenyewe, kama wanavyotaka na kufanya yasiyo sawa. Hasira ya Mungu itawaka juu ya kiongozi huyo, uwe kwenye familia, uwe kwenye siasa, uwe kanisani. Hasira ya Bwana itawaka. Angalia hasira ya Bwana isiwake juu yako. Jilinde, kaa makini. Anasema kwa kuwa hasira yake itawaka upesi. Heri wote wanaomkimbilia. Heri kiongozi, heri watawala, heri wafalme, heri kila mtu anayemkimbilia Bwana ili apate mafundisho bora, ili apate maelekezo. Kumkimbilia Bwana, kuyashika maneno yake au maandiko matakatifu na kumtetemekea na kumtumikia kama alivyosema. Utumishi wetu, uongozi wako ni utumishi mbele za Bwana, si mbele za wanadamu. Hapo ndipo wengine wamepotea. Niseme tena, watu wa dunia hii, wenye nguvu, wenye uwezo, walio dhaifu na wote, hapo ndipo watu tumepotea, kwa sababu tunafikiri tunatumika tu, tunafanya tu. Chochote kwenye hii dunia ni cha Mungu na tunatakiwa tukifanye kwa Mungu.
Anasema katika Agano Jipya, lolote mlifanyalo lifanyeni kwamba ni kwa Bwana. Kwa hiyo uwe mwanasiasa, uwe mchungaji, mwinjilisti, msharika, uwe mfanyabiashara, popote yoyote, ujue kwamba lolote ufanyalo unalifanya ili kumpendeza Mungu aliyekuweka. Mungu aliyekuweka ufanye umpendeze, usipendeze wanadamu. Fanya biashara yako kwa kumpendeza Mungu. Fanya kazi yako, Mungu apendezwe, atukuzwe, Mungu afurahi, sio watu wafurahi. Mungu akifurahi watu watafurahi. Na hata watu wasipofurahi, lakini Mungu kama amefurahi, yatosha. Je, ni Mungu amekuweka hapo ulipo? Na je, unatimiza mapenzi ya Mungu hapo ulipo? Umesimama ili kutimiza kusudi la Mungu kweli kweli? Simama ulitimize hilo kusudi. Fanya yaliyo mapenzi ya Bwana. Jina la Bwana litukuzwe, jina la Bwana lisifiwe sana. Haleluya. Asifiwe Mwokozi, na mkono wake wenye nguvu ukusaidie. Muamini tu Bwana, muite Bwana. Twende tuone pia katika Kumbukumbu la Torati. Katika Kumbukumbu la Torati. Twende tuone katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ile ya kwanza mstari wa 16. Kumbukumbu la Torati sura ile ya kwanza na mstari wa 16 mpaka ule wa 17. Neno la Mungu lasema hivi: nikawaagiza wakati ule waamuzi wenu, nikawaambia, sikilizeni enyi maneno kati ya ndugu zenu, mkaamue kwa haki. Mkaamue kwa haki. Mungu ni wa haki. Sasa anasema tukaamue kwa haki kati ya ndugu zenu, mkaamue kwa haki kati ya mtu na nduguye na mgeni aliye pamoja naye. Msitazame nafsi za watu katika hukumu, mwasikilize wadogo na wakubwa sawa sawa. Msiche uso wa mtu awaye yeyote, kwa kuwa hukumu ni ya Mungu. Kwa kuwa hukumu ni ya Mungu. Na lile neno liwashindalo mletee mimi, nami nitawasikiliza. Amina. Mungu akasema, aliagiza wafanye haki, wafanye kwa haki, wahubiri kwa haki, wahukumu kati ya ndugu na ndugu, katikati ya familia, katikati ya taifa na mataifa, katikati ya jamii. Wafanye hukumu ya haki, wafanye kwa haki, wasifanye kwa dhuluma, wasimwonee yote. Anasema wakubwa kwa wadogo, maanake wenye veo, wenye utajiri, wa maskini, watu wenye umri mkubwa, umri mdogo, wa aina zote wahukumiwe kwa haki, kila mmoja apate haki yake. Mtu anayeweza kusimama hapo ni ambaye atakuwa amesoma ya maandiko na kujua Mungu amesema nini juu ya uongozi, Mungu amesema nini juu ya utawala, Mungu amesema nini juu ya hukumu. Biblia imejaa vitu vyote. Biblia imekusanya kila kitu. Jua kwamba kila kitu kimetokana na Mungu. Anasema hata mamlaka iliyopo ambayo inatakiwa watu watii, ameiweka, na sasa ni ile ambayo inafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Huwezi kutii kama anakuambia kachinje, kaue, kadhulumu, kale rushwa. Huwezi kutii hiyo mamlaka, huwezi kutii hiyo sauti, kwa sababu hiyo ni dhambi, ni uovu. Mungu hasira itawaka juu yako na juu ya huyo aliyekutuma pia. Kwa hiyo kutii ni kutii mamlaka ambayo inafuata sheria ya Mungu, neno la Mungu, mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio ya kuitii, sio kutii kila kitu. Lazima utii kile ambacho Mungu amekubaliana nacho, amekiweka, amekiagiza. Shalom. Haleluya. Haleluya. Je, hapo au hilo fanyalo Mungu ameagiza, ni maandiko yanasema, lazima uhakishe linatoka kwenye Biblia. Lolote ufanyalo, popote, nyumbani, kanisani, kwenye biashara, popote, kwenye siasa, kokote, kwenye utawala, viongozi wa kidunia, watawala wa kidunia, lazima watoe kwenye Biblia, kwa sababu uongozi wote umetoka huku. Biblia inasema na habari ya kila eneo: kanisa, serikali, biashara, maisha, ndoa, familia, watawala, matajiri, masikini, wanyonge, wenye nguvu, wote, kila kitu kimekusanywa, kipo ndani ya Biblia. Kwa hiyo ukitaka maisha mazuri, uongozi mzuri, namna ya kumpendeza Bwana, rudi
au chukua kwenye Biblia lolote utakalo kufanya. Chochote, lolote, liwe la kisiasa, liwe la kiroho, liwe la kimwili, utaelekezwa namna ya kufanya, namna ya kutenda, namna ya kuepuka, namna ya kumpendeza Mungu Baba. Haleluya. Hapa nasema nikawaagiza. Hapa nasema habari ya waamuzi. Maanake waamuzi, maanake watu wa sheria, mahakimu, jinsi ya hukumu iliyo sahihi. Kwa hiyo ameelekeza hapa, amefundisha hapa, amefunua hapa namna ya kufanya. Haleluya. Kwa hiyo hakimu au wanasheria wanarudi kwenye Biblia. Wanasheria na uhakimu bila Biblia, bila maandiko ya Biblia, batili na utadanganya, utaonea. Kiongozi yeyote kwenye eneo lolote, iwe kiroho, iwe kisiasa, kimwili, pasipokuwa na maandiko ya Biblia, utadanganya, utaonea, utapoteza, na hasira ya Mungu itawaka juu yako, kwa sababu utafanya kwa akili za kidunia na utakuwa umeziacha akili za kimungu, za kimbingu alizoweka kwa kila mtu, ili kila mtu afanye mapenzi ya Mungu. Kumbuka mwanadamu ni mfano na sura ya Mungu. Anasema katika kitabu cha Mwanzo, tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kufanya mambo yaliyo na sura ya Mungu, yaliyojaa umungu, uungu. Haleluya, haleluya. Twende tuzazame tena kwenye Isaya sura ile ya kwanza. Isaya 1. Haleluya, wana wa Mungu, haleluya. Haleluya, watu wote, haleluya. Isaya sura ya kwanza kabisa. Isaya sura ile ya kwanza, nitasoma mstari ule wa 17 mpaka wa 23. Isaya 1 mstari wa 17. Anasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Angalia mstari ule wa 21. Mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake. Basi sasa wauaji, basi sasa wauaji. Haleluya. Narudia tena ule mstari. Mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake. Bali sasa wauaji. Tanzania, sikiliza vizuri neno hili. Angalia vizuri kabisa hapo. Kuna kitu juu ya Tanzania hapa. Bali sasa wauaji. Fedha yako imekuwa takataka, divai yako imechanganywa na maji. Divai yako imechanganywa na maji. Wakuu wako ni waasi na rafiki za wevi. Kila mtu hupenda rushwa, hufuata malipo. Hawampatii yatima haki yake, wala maneno ya mjane hayawawasilii. Amina. Haleluya. Mambo mazito kabisa. Anasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu ya haki. Sasa mtu yeyote anapaswa kusoma maandiko haya ili aweze kuishi kwenye hii dunia vizuri na kufanya yanayompendeza Mungu, kwa sababu lazima kujua Biblia imesemaje. Mungu aliyeiweka Tanzania, dunia, uongozi, utawala na vyote, anasemaje? Anasema tujifunze kutenda mema, alafu tutake kufanya hukumu za haki. Tusifanye hukumu ambazo sio za haki. Maana yake hukumu ya haki, maamuzi ya haki, patia watu haki, sio dhuluma, sio maonevu. Alafu anasema takeni hukumu za haki, wasaidieni walioonewa. Walioonewa wanatakiwa kusaidiwa.
ambao wanaonewa tunatakiwa tuwasaidie. Sasa lazima ujue Mungu ameagiza agizo hilo kwamba wanaonewa wasaidiwe. Nani wa kusimama wasaidie? Sasa hivi ukihubiri mambo kama haya, wengine wanakasirika, wengine wanaogopa, sema si watafanyaje? Wengine wanakasirika, wanasema kwa nini aseme afundishe? Sasa ni maandiko ya Biblia. Je, tuiache Biblia wapendwa? Tutasimama na Mungu atatusimamia tu. Mungu atatutetea. Tuache kunena haya. Mungu anasema haki na watu wasionewe. Watu wasionewe. Usimwonee mtu. Tenda mema, tenda haki. Tendea watu haki, usionee watu. Jifunzeni kutenda mema, kutenda haki, hukumu za haki, hukumu za kweli. Watendee watu kweli. Wewe uwe kanisani, uwe kwenye siasa, uwe kwenye biashara, uwe kwenye familia, uwe kijijini, uwe mjini, uwe kokote mahali popote, unapaswa kuwa mtu wa haki, mtu mwaminifu, unayetimiza mapenzi ya Mungu tu, si ya kwako. Anasema jifunzeni kutenda haki na hukumu. Walioonewa wasionewe. Mpatieni yatima haki yake. Mteteeni mjane. Mpatieni haki aliye mnyonge. Haki kwa wanyonge, haki kwa wanyonge, haki kwa kila mtu, usawa kwa kila mtu. Fanya usawa, mambo yaende sawasawa kama inavyostahili, sehemu yake, fungu lake. Mungu anataka tufanye, Mungu anataka tutimize. Haleluya! Timiza, fanya yanayomtukuza Mungu. Usifanye yanayomtukuza wanadamu, yatakao kufurahisha mwenyewe. Wengine wamejifurahisha wenyewe. Angalia nafasi ulionayo, angalia mafanikio ulionayo, yamepatikana kwa halali, kwa haki, au umedhulumu watu, unakanyaga wengine, alafu wewe ndo unafanikiwa. Ukikanyaga na wewe utakanyagwa, na ukikanyaga una uhuru, kwa sababu uliyemkanyaga ili upate kuwa salama, lazima kwanza uache kumkanyaga, ndipo utaweza kutembea vizuri. Maana kama umkanyaga mtu huwezi kutembea sawa sawa, lazima utatembea kwa shida. Yule aliyekanyagwa ana shida, na wewe aliyekanyaga una shida. Simamia haki. Anasema mtendeni kila mmoja iliyo sawa, fanyeni kwa haki, usidhulumu. Angalia, anasema na kama ni dhambi, basi anasema njoni wenye dhambi, ulifanya uovu, sasa rudi kwa Bwana tena kwa unyenyekevu kabisa, uziache hizo dhambi na huo uongozi wa uonevu, au hayo maisha ya uonevu na mateso na dhuluma. Umwambie Bwana, nimeachana navyo, sasa naomba niongoze wewe, nimekuja kwako, nimekimbilia kwako. Anasema mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Mtu aliyekuwa mwaminifu, aseni habari ya mji, ardhi na anga. Ni watu waliokaa kwenye ule mji, kwenye ile nchi, kwamba uaminifu umeondoka. Anasema uaminifu ulikuwepo, umeondoka. Yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake. Anasema walikuwa ni watu wa haki, watu wanyenyekevu, watu wasio na vurugu wala mauaji. Anasema imekuwaje? Anasema sasa ni mauaji. Yesu tusaidie. Mungu turehemu Tanzania. Mungu rudisha Tanzania ile jema ya haki, ya uaminifu, nyenyekevu, yenye utulivu. Bwana ponya Kenya na Uganda. Bwana ponya Afrika. Ponya kanisa lako. Ponya watawala. Kuza kuzikamate, ziwarudishe kwenye neno. Tuliangalie neno. Mungu anasema kwamba ni mji uliokuwa mwaminifu. Uaminifu ulikuwepo. Anasema umetoka wapi uovu? Wameingia uovu. Uaminifu umeondoka. Hukumu ya haki ilikuwa inatendeka. Anasema sasa ni uwaji, sio hukumu ya haki tena. Neno hili kwa nyakati hizi ni muhimu kweli kweli. Isaya 1:21. Isaya 1:21. Anasema yeye aliyejaa hukumu, yeye aliyejaa hukumu ya haki. Haki ilikaa ndani yake, bali sasa wauaji, bali sasa wauaji. Hatari. Mungu atusaidie, aturudishe kwenye neema yake. Fedha yako imekuwa takataka, divai yako imechanganywa na maji. Fedha inayopatikana kwa kuua watu, uongozi, madaraka, utajiri, hiyo biashara, chochote unachokipata bila kutenda haki, kwamba umedhulumu watu, umeonea watu, umekandamiza watu, umefanya kama ulivyotaka wewe, hiyo fedha inaitwa takataka. Maana yake chochote utakachokuwa nacho kinaitwa takataka. Anasema na divai imechanganywa na maji. Maana yake kilichokuwa bora kimekuwa maji, kimevurugwa.
Kuchanganywa maana yake ni kukoroga. Sasa umechanganya, hakuna tena ile asili, hakuna tena ile cream, hakuna tena, imekuwa hovyo, imekuwa maji, imekuwa maana yake kama ni akili, kama ni uongozi, kama ni maisha, yamejichanganya, hayana tena uhalisia. Michanganyo na michanganyo Bwana Yesu kaikataa. Simamia kwenye haki, kwenye kweli, simama na Mungu atakubariki na utafanikiwa. Watoto wako na wajukuu na vitukuu watakula baraka, watakula mafanikio, watakula kilicho bora, wataishi maisha mazuri. Lakini vinginevyo wataishi kwa uchungu na mateso na mahangaiko, kwa sababu ulipanda mbegu ya uovu, ulipanda mbegu ya dhuluma, ulipanda mbegu ya kumwaga damu ya mtu. Utaishia pabaya, na kizazi kitakula hasara na mateso na maumivu. Kiongozi anayeongozwa na maandiko matakatifu, huyu ndiye anaweza kumpendeza Bwana, huyu ndiye anaweza kutimiza mapenzi ya Mungu. Anasema ni mji ambao ulikuwa vema, lakini anasema fedha itakuwa ni takataka. Imechanganyika. Wakuu wako ni waasi, rafiki za wevi. Wakuu, anataja viongozi hapa. Usiniangalie wanifikiri vingine. Mimi nasoma maandiko. Anasema hii hapa, anasema wakuu ni nani? Ni watu wenye nafasi kubwa, watawala, wamiliki. Hao wakuu wako ni rafiki za wevi, mliopewa madaraka. Usiwe rafiki na mla rushwa na muibaji, kwa sababu Mungu anasema anachukizwa na hasira yake itawaka juu ya mambo ya hasira ya Mungu itawaka juu ya mambo kama haya na watu kama hawa. Wevi, kila mtu hupenda rushwa. Rushwa inatajwa. Unaona? Habari ya rushwa sio kisiasa, sio ilianzishwa na serikali. Ni Mungu mwenyewe anasema watu wanaopenda wizi, rushwa, anasema hufuata malipo. Anasema hufuata malipo, yani ni watu wanataka hela tu, hela ziko mbele, wametanguliza hela zaidi kuliko utu. Hawampatii yatima haki, wala mjane hawasikilizi anacholia, anachoita. Wanavuruga, wananyang'anya vya wajane na yatima, wanavuruga, wanachukua, wanafanya wanavyotaka. Mungu anakasirishwa na mambo kama hayo. Adhabu kali ya Mungu itakuja. Jiepushe na adhabu kali ya Mungu ijayo. Bwana akuepushe na hayo. Mwambie Bwana, kama ulifanya na kama ndo huko hapo sasa, ondoka, rudi kwa Yesu. Mwambie, Mungu uliyeniweka na uliyeweka yote, sasa nimekuja, nitakase, nisamee, nihurumie, nivute kwako, nakuja kwako. Amesema kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mkikataa, mtafekelewa mbali, mtaangamizwa. Na kinywa cha Bwana kimenena hayo. Si maneno yangu wala mafundisho yangu, ni neno la Mungu. Isaya 1:18 hata 19 hata 20 hata 21 hata 22. Neno la Bwana limenena mambo makuu. Tii hayo, chukua hayo, ili uwe salama, umpendeze Mungu, na Mungu akupendeze wishe wewe, akulinde, akuweke salama, katika jina la Yesu, amen. Bwana Mungu akubariki na kukuongoza. Nawe kubali kuongozwa na maandiko matakatifu ili uwe kiongozi mzuri. Lazima uongozwe na maandiko matakatifu ili uwe kiongozi bora. Lazima ukubaliane na maandiko matakatifu ili uwe kiongozi wa haki. Bwana akujalie. Baba, tujalie tuweze kushika neno kila tufanyacho. Tukumbuke neno limesema nini, tuongozwe na neno kila tulifanyalo. Kwa namna yote tujue tunafanya kwako. Wajalie viongozi wa kisiasa, wa kiroho, watumishi wako, makuhani wako, kanisa lako, watu wote kila mahali. Naomba neema yako itufunulie, turudi kwenye maandiko matakatifu, maana hakuna maisha na uongozi bila maandiko matakatifu. Bwana Mungu mkuu mwokozi, naomba yakatimizwe, naomba yakatendeke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho wa neema akujaze, atujaze Bwana, atujaze kwa uweza wako, Roho wako wa neema, tuweze kuyajua mapenzi yako na kuyatenda katika jina la Yesu. Uliye na unyonge na huzuni, ondolewa huzuni na unyonge. Uliye na ugonjwa wako kutoka, iwe ni kansa, kisukari, ukimwi, vifungo, vidonda vya tumbo, maumivu, kwa jina la Yesu iwe ni uvimbe, na uamuru kutoke saa hii, kuachie na pokea uzima sasa. Bwana ayaponye maisha yako, ayabariki maisha yako, ayashangilize maisha yako.
Bwana akutie nguvu, akupe haki yako. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Isaya 54:14, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Atendaye haki yu na haki, asema katika waraka wa kwanza wa Yohana. Bwana akujaze nguvu na uwe katika haki na ushindi na nguvu, kwa jina la Yesu Kristo. Amini. Songa mbele, mtumikie Bwana na Bwana akubariki. Sante Baba, bariki mtu huyu, neema yako iwe pamoja naye na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo. Aendelee kulitumikia shauri lako siku zote.